fanyaje kama liwe kutokea Tanzania hata wakijua ni watu ambao wana vitu tofauti na uweledi. Watanzania wamekataa weledi. Unasikia brother? Mimi wakati ni katibu mkuu wa mpira wa nchi hii, kwa maana ya chama kinachoongoza mpira nchi hii. Fati wakati ule. Umenielewa? Na ndio maana na kuna hoja mimi wanaisema CAF ni ile ile. Kilichobadilika ni setup ya nini? Ya mashindano. Lakini mtu mwingine na hata kwenye vyombo vya habari unasikia wameiunganisha CAF na kombe la washindi barani Afrika. Turudi kwenye hii hoja Kaduguda hapa. Yaani ilikuwaje hapa? Hoja ni hivi. Wakati mimi naongoza TFF, hii TFF haikuwa TFF, si ndio? Ilikuwa inaitwa Fati. Ilikuwa inaitwa Fati. Ambapo ndio hiyo. Taasisi ni hiyo. Ndio kitu kimoja. Kitu kimoja. Tofauti majina. Kama Shingmia na 100. Yeah, twende. Ndio confederation inavyowachanganya watu. Umeona? Sasa mkisha shindana huku mnapata timu hizi wapi na wapi sasa? Mkishindana bara si ndio kombe la ligi ya muungano? Yaani ligi ya muungano kwenye mpira wa miguu. Ndio. Mnashindana bara mnapata timu mbili. Wakati ule wa kwangu mimi. Nafikiri na mimi ndio nimekuwa kiongozi wa mwisho kuwa na ligi ya muungano. Baadaye Zanzibar wakapata registration kule, CAF wakaanzisha na FIFA wakaanzisha mashindano yao. Zamani walikuwa wanashiriki huko. Umeona Sasa ukipata timu mbili bara na timu mbili Zanzibar, mnakutana mnaweka ligi ya nini? Ya muungano. Yaani zile timu mbili maana yake mshindi wa kwanza na wa pili kwenye ligi ya Zanzibar, mshindi wa kwanza wa pili Tanzania bara. Kwa wale wanne mnapata ligi, bingwa wa Tanzania nzima mnampata. Na mshindi wa pili anakwenda CAF. Umeelewa vizuri? Ambao ni kombe la shirikisho kwa sasa. Kombe la shirikisho. Okay. Yaani ni jina, shida ya hapo. Ndio hivyo. Yaani mimi nishakuelewa. Yaani kwa sasa shirikisho maana ni confederation. Ili tuwaeleze watu wajue kwamba ni wakati huo timu ya muungano ikienda huko inaenda kushiriki kombe gani kwa sasa ambalo linaitwa nini? Shirikisho. Ambalo ndio hivyo ile. Hapana. Sio shirikisho. Ligi ya mabingwa. Ligi ya muungano. Ni kwamba Tanzania bara inatoa washindi wawili. Wa kwanza anaenda wapi kwenye kombe gani? Ngoja kwanza. Ukishacheza ligi ya muungano, sasa ile ligi yule mshindi bingwa wa ligi ya muungano anawakilisha Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijui kama mnanielewa. Kwenye shindano gani sasa Afrika? Klabu bingwa ya Afrika. Okay. Hapo ndio tunapotaka. Tuendelee sasa. Ikawaje? Mwenyekiti wa ZFA wakati ule, Mungu amrehemu, sijui kama bado yu hai. Mzee wangu kwa tunaheshimiana sana, ananipenda, nashukuru Mungu mzee. Alisema kama Yanga haimo, kwa sababu bingwa alikuwa Simba, Prison mshindi wa pili. Yaani kwenye ligi ya Tanzania bara sasa. Bingwa alikuwa ni Simba Sports. Mshindi wa pili ni Tanzania Prison. Na kanuni hiyo unaiona leo. Si ndio hiyo lakini. Ndio hiyo lakini au imebadilika ubora wake. Okay, ubora. Okay. Kulikuwa na mtu anaitwa Harry Morris, Oswald Morris, Richard Hill, Gerard Hill, au watu ni hatari. Sawa. Huku Simba bingwa, wa pili ni Prison. Yanga wangapi? Watatu. Kwa hiyo kwenye ligi ya muungano hayumo. Kule Zanzibar nako? Kule Zanzibar alikuwa Mlandege na Malindi nafikiri, kitu kama hicho. Kwa hiyo hizi timu nne zinacheza ligi ya nini? Ya muungano. Ikawaje? Mzee Fereji, mwenyekiti wa ZFA, akaniomba katibu wangu, yani kwa maana mimi si katibu wa bara, naomba umshirikishe Yanga. Usipo ishirikisha Yanga, msisimko wa michuano unapotea. Mimi nikasema halina shida, ngoja tuwaombe Yanga. Nikawaita Yanga, nikawaita Simba, nikawaita na Prison. Kuwafahamisha hawa wenye haki, kwa sababu Yanga hana haki. Na mpaka leo watu wengi hawajui. Kwa sababu ya Yanga na Simba. Hawajui hata taratibu zikoje. Wala hawataki kujua. Nikawaambia jamani, Yanga Zanzibar ZFA imeomba tuwaongeze Yanga ili kuwe na nini? Msisimko. Okay. Lakini kitaratibu Yanga haimo. Ni Prison na Simba. Wale wakakubali, tukaandika minutes. Mimi nilivyokuwa TFF hata leo, mahala popote napokuwa kiongozi lazima niandike minutes. Na moja ya file lazima niweke nyumbani kwangu.
Faili moja kwa Mama Sefu, faili moja kwa Mama Faisal. Kwa sababu nawajua Waafrika ni vigeugeu, na Waafrika wengi hawajui taratibu. Sawa. Ni wajanja. Nini kikafanyika baada ya kuandika minutes? Baada ya kuandika minutes nikaweka nyumbani kwangu. Nikaweka na mafaili yote ya TFF. Faili la Yanga nikaweka, faili la Simba nikaweka, faili la Prison nikaweka, Flames nikaweka. Nikamwambia secretary wangu Bi Aziza yaweke vizuri haya mafaili. Na wajua wakubwa kwenye Simba na Yanga wamejaa watu wengi, kama alivyosema Rage, mbumbumbu kwenye michezo. Hawana uweledi, wengi ni mbumbumbu, ila wana mapenzi. Sasa mapenzi na uelewa ni vitu viwili tofauti. Kama Mungu alivyotenganisha uongozi na utajiri. Sawa. Tuendelee. Tumekwenda kule Zanzibar sasa. Yanga wakaenda mpaka Zanzibar. Wamepangiwa Zanzibar, sio mimi sasa. Mnapocheza ligi ya Muungano mnakaa ZFA na FAT. Yaani kwa maana ya TFF sasa hivi na chama cha Zanzibar mnakaa mnapanga. Tukapanga Yanga acheze Zanzibar. Kwa hiyo Yanga wakaenda mpaka Zanzibar. Walipofika kule sijui wao wenyewe sijui kwa kitu gani wakarudi. Kwa kuelewesha hapo kidogo Kaduguda. Yaani manake ligi ya Muungano kuna michezo ilikuwa inachezwa bara na michezo mingine inachezwa Zanzibar. Yaani ile ndio maana nasema muundo wa mashindano. Mnaweza kuamua ligi yote ichezwe Zanzibar. Mnaweza kuamua ligi yote ichezwe bara. Lakini mnaweza kuamua timu hizi zicheze bara, timu hizi zicheze Zanzibar, halafu finali ichezwe wapi? Mnaamua nyie ZFA na FAT. Yanga kapangwa Zanzibar. Kapangwa Zanzibar. Nini kikatokea? Akaenda kule alafu akarudi. Sasa sijui alirudi kwa sababu gani. Wewe wakati wao uko wapi? Wameshakubali, tumekubaliana. Mimi mimi ni katibu wa mpira wa nchi. Okay. Kwa maana tulikuwa na kamati ya muda. Ameondolewa Ndolanga, ameondolewa na uongozi wake wote Michael Richard Wambura, wameondolewa na mkutano halali kama FIFA inavyotaka. Kwa hiyo FIFA haina hoja. Ukifuata utaratibu unaotaka wao. Mkutano mkuu uliitishwa Dodoma, mimi nikiwa mjumbe wa mkutano mkuu wa TFF wakati ule. Watu wakachagua uongozi mpya wa kupeleka FAT kwa muda wa miezi 3. Kwa hiyo mimi nikateuliwa. Sawa, turudi hapa kwenye mchezo. Yanga walivyorudi nini kikatokea? Walivyorudi sasa mashindano yakaendelea. Akapatikana bingwa. Yanga wakati yeye anashiriki wapi Zanzibar? Sijui kama mmeelewa. Yanga alienda akarudi wapi sasa? Akarudi Dar, si maana amejitoa. Okay. Kwa hiyo mashindano yakaendelea, bingwa akapatikana. Alikuwa ni nani? Bingwa wakati ule alikuwa Simba nafikiri, kitu kama hicho. Sasa wewe uliingiaje kwenye kashfa hiyo sasa? Nimekwambia Simba na Yanga wana matatizo. Lazima tukubali, ni klabu tunazipenda lakini kuna matatizo. Sasa mimi nataka kujua scenario ya wewe kuingia kwenye matatizo. Ndio maana nikakuuliza swali hilo kwamba baada ya manake Simba sinakwenda kushiriki kimataifa. Yaani kilichotokea ni kwamba CAF wametoa barua, wameleta barua chama cha mpira cha Tanzania kiwafahamishe bingwa ni nani na atakayeshiriki, mshindi wa pili ni nani atakayeshiriki shirikisho. Wakati huo hatutohoi kama shirikisho, tunaita CAF. Umenielewa vizuri Sasa mashindano hayakufanyika kwa sababu baada ya kujitoa Yanga kukatokea sintofahamu, mashindano hayakufanyika. Lakini bingwa aliyepita alikuwa Simba. Mashindano yakufanyika vipi? Mashindano ya Muungano si yakufanyika. Kwa hiyo ni baada ya Yanga kujitoa hakuna mashindano yaliyofanyika. Hizi klabu Simba na Yanga. Unajua Kadugura unaongea vitu nusu. Kuna watu ambao hawajui chochote. Ngoja nikwambie. Sasa hiyo miaka ni mingi sana sababu ngoja sasa nikwambie. Jambo lishapita. Ngoja nikwambie Kadugura. Kumbe baada ya Yanga kujitoa Zanzibar. Baada ya kumbe Yanga kujitoa ili michuano Muungano haikufanyika. Kuna watu kule Zanzibar na Tanzania bara wana interest na Yanga na Simba. Kwa michuano haikufanyika kabisa. Kwamba kwa mfano ngoja nikwambie. Kwa hiyo hii mechi ya Simba na Yanga kutocheza imekuwa ni issue kubwa kwa sababu ni Simba na Yanga. Ingekuwa haikucheza Prison
na Ken Gold wala kusingekuwa na issue. Manielewa? Kabisa. Kusingekuwa na issue. Kwa sababu hii Simba na Yanga unaweza kukuta president wa nchi hii either ni Simba au Yanga. Hatujui. Lakini unaweza kukuta yeye yumo, mawaziri wote wako Simba au Yanga. Ni mashabiki wa hizi timu. Ni mashabiki wakubwa wote, matajiri, masikini wote. Kwa hiyo yani Simba na Yanga zinavuta hisia za Watanzania walio wengi. Kama kuna Watanzania milioni 60, ukiondoa wale wasiokuwa na wanajitambua yani kwa maana ya umri, wanaweza kuwa milioni 20, sio? Milioni 40. Hata zaidi watoto. Hata zaidi. Wasiojitambua. Unazungumza nini? Kwani kujitambua maana yake nini? Umri wa kutambua jambo. Si miaka 18 kwenda juu? Miaka 18 kwenda juu kutambua jambo. Ina maana watoto chini ya miaka 18 wanaweza kuwa milioni 20, sio? Wanaweza sifiki au wanaweza kafika sababu sina takwimu halisi. Yani maana yangu ni kwamba Kaduguda usinipe takwimu sizijui. Sehemu kubwa ya Watanzania nchi yetu ni vijana. Asilimia kubwa nchi yetu ni vijana. Zimewagawa Watanzania, tuseme turahisisha hivi. Zimewagawa Watanzania. Mtu anayependa Simba hata Simba ikikosea haoni kama imekosea. Mtu anayependa Yanga hata ikikosea haoni kama imekosea. Ni kweli. Umenielewa? Kwa hiyo unapofanya maamuzi sahihi, wewe unaonekana kama ambayo ilifanyika 2003 sasa 2003, si ndio hiyo ya muungano? Mimi nikapeleka Simba. Ulipeleka Simba kwa vigezo vipi? Si ndio ilikuwa bingwa kama ambavyo Yanga alikwenda 69 1969. Kama kuna Watanzania wananisikiliza. Kamera hii hapa Kaduguda. Ligi haikufanyika, alipelekwa bingwa aliyokuwa 68 Yanga. Ni utaratibu ambao upo. Hata presidents kwenye mahakama zipo. Kwamba kama kesi hii hukumu yake inaleta matatizo, wanaangalia presidents. Kesi kama hii iliwahi kutokea Uingereza, kesi kama hii iliwahi kutokea Ufaransa. Copyright. Wanachukua presidents, wanafanya maamuzi. Yanga ilikuwa bingwa 68, ikawa bingwa 69, ikawa bingwa 70, ikawa bingwa 71, ikawa bingwa 72, miaka 5 mfululizo. Lakini mwaka 69 ligi haikufanyika. Logic inasema aliyokuwa bingwa mwaka jana aendelee kuwa bingwa. Na nawaambia Watanzania wajue mimi mpira ni maisha yangu. Ni kweli. Sio taaluma, mimi ni maisha. Sasa na usoma ni ujue na nimeupractice. Sasa tunakuja hapa kwenye hoja. Yanga mwaka 69 haikuchezwa ligi. Ilipata ubingwa kwa sababu ilikuwa bingwa mwaka uliopita 68. Tunarudi hapa sasa. Wewe ulipeleka Simba 2003 kwenda kwenye michuano ya kimataifa kwa sababu alikuwa defending champion, si ndio? Alikuwa bingwa. Unafanyaje na ligi haikufanyika? Sasa wewe uliingia kwenye kashfa sasa. Nchi haiwezi kukosa mwakilishi CAF. Wakati yuko ningeonekana mimi sifai kabisa. Nilikuwa na defend integrity yangu. Na ndio maana watu wa mpira wakanita Simba wa Yuda. Ndio kwenye hilo sakata hilo. Mambo mengi tu nilikuwa nafanya maamuzi. Nimenyoka mimi hata kwenye Simba. Kuna baadhi ya viongozi wa Simba leo hawanipendi. Mimi niko mkweli. Lakini huwezi Simba ikaacha ikafanya vibaya mimi nikampenda kiongozi. Sasa hivi Simba inafanya vizuri. Mangungu is a hero. Ni shujaa. Ni shujaa ndio. Lakini ikifanya vibaya? Hapana, mimi siwezi kumsifu mtu. Simba inafanya vibaya? Mimi nitakuwa sio Simba. Ni mnafiki wa Simba. Wanafiki ndio wanasifia viongozi kwa sababu ya shilingi 2,200, sio mimi. Simba ikifanya vibaya na kupasua tu. Sio go. Unapiga? Napiga. Turejee sasa hapa kwenye sakata hilo. Tuletee Simba nzuri. Tunamleta Jobe. Tuletee kwenye. Alafu mnatuambia mnataka kwenda nusu finali ya ubingwa wa Afrika. Never. Mbona mpanzu siseme? Turejee kwenye nani? Kwenye hoja. Wewe na mpanzu kama wanne. Turejee kwenye hoja sasa Kaduguda. Unaona raha bwana. Turejee kwenye hoja yetu Kaduguda. Manake sasa baada ya sakata hili kutokea. Si ndio? Simba Sports wao wako tayari kucheza mechi. Wako tayari. Yanga wamesimamia msimamo wao. Na ndio kila wakati hata nilivyokuwa mwenyekiti wa Simba. Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisema, alitoa rai. Na rai ya rais ni amri. Ndivyo tulivyolelewa kwa baba zetu na mama zetu. Kwani Yanga wametoka kwenye familia zipi? Sisi za Kiafrika. Mkubwa anapotoa rai ni amri. Rais ameomba aje kuangalia mechi saa
saa 1 hii 2021. Mimi ndio mwenyekiti wa Simba wakati huo. Ndio. Rais ametoa rai, angependa kuja kuona mchezo. Ni jambo jema lililoje. Kama rais anataka kuangalia mechi wa Jamhuri ya Muungano, aje uwanjani kutazama mechi. Uwanjani. Huo ni raha. Ni raha. Ni raha. Na faraja kubwa rais kuja kuangalia mechi. Yanga wakasema sisi hatuchezi saa 1, tutacheza kulingana na ratiba ilivyopangwa saa 11. Sasa rais anapoongea kauli apeleki moja kwa moja Simba na Yanga, sio utaratibu. Kwenye mamlaka za soka anapeleka kwa waziri kwanza mwenye dhamana ya michezo. Waziri mwenye dhamana ya michezo akaipeleka baraza la michezo la taifa. Hawezi kwenda fati moja kwa moja. Baraza likashuka chini TFF wakaja kwenye klabu Simba na Yanga. Wakati huo sasa mwenyekiti wa klabu ya Simba kutoka Kigoma mpaka Zanzibar na Manga mpaka Mbamba Bay ni mimi. Nikalipokea nikamwambia saa 8 ya usiku, saa 6 ya usiku, yani popote Yanga waje, sisi tunawataka. Yani muda wowote niko tayari. Yanga walifika muda wa saa 11 wa mechi. Si ndio walikataa rai ya rais? Au unielewe? Kwa kama Yanga wanaweza kukataa rai ya rais, nani anaweza kawazuia? Kuwazuia namna gani? Kama walikataa rai ya rais, aliomba mechi isogezwe mbele, wao wakaja saa 11. Nani wa kuwazuia? Nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi binafsi kama Mwina Mohamed Seif Kaduguda, ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu mkweli hai na nuru halisi, aendelee kuwafanya viongozi wa nchi hii wawe wakarimu kama kuanzia mama mpaka Nyerere. Rais ni kitu kingine kabisa. Rais akitoa amri Yanga wanafanyaje? Akitumia madaraka yake. Yanga wana uwezo kumzuia rais. Sisi tunapata maraisi wakarimu, wenye upendo, wenye busara. Mama anatoa pesa kila siku. Mama anatoa pesa kila siku. Akisema chezeni, Yanga watakataa. Wako Ngwema yupo, Rais Ngwema. Yuko Bokassa. Yuko Pinochet. Huko ni madikteta. Wamefanya akina Mussolini wamefanya. Benito Mussolini. Kina Pinochet. Tusiingie tena kwenye huko nitakupoteza huko. Kwenye kipindi cha tukae tu kwenye historia unipeleke. Unipotezi, mimi ndio taaluma yangu huko. Utoboi. Sasa sikiliza. Turudi hapa kwenye hoja Kaduguda. Manake Yanga wanachokifanya unakijua. Wanachokifanya nakijua. Unawaona wanaenda kucheza tarehe 15? Wanaweza wakacheza, hatuna hakika. Si mpaka ipite. Na wasipocheza madhara yake? Madhara yake sina hakika. Siwezi kuyatabiri leo. Lakini si kanuni ziko wazi. Shida niliyosema mimi na leo narudia tena. Moja ya matatizo haya yote yanatokana na serikali. Mimi sigombani na mheshimiwa waziri. Wala sigombani na mtu yote. Si ni opinions. Na ni mawazo yangu. Yes. Sasa mimi nawauliza wa Tanzania. FIFA wanaisajili Dar es Salaam Yanga African. FIFA wanaisajili Simba? Hapana. FIFA wanaisajili nani? Msajili ni nani? Si shirikisho. Nani anashirikisha Kaduguda? Yaani kuwepo kwa mfano ile kanisa la Fresh Spring Fellowship. Haliwezi kuoperate kama likusajiliwa na serikali. Kabisa. Yanga imesajiliwa na serikali. Simba imesajiliwa na serikali. Kabisa. Umenielewa vizuri? Sasa decree ya FIFA ni tofauti na inavyotafsiriwa. Mimi nimekaa kwenye mpira zaidi ya miaka 30. Tuelekeze Kaduguda ili tupate uelewa. Tuelekeze watu ili sio nitakuwa No Kaduguda. No. Maana Sports Center. Mimi ni mtu mzima. Maana Sports Center Kaduguda. Waziri amesema sasa hivi. Na hivi ni vitu ambavyo mimi nimevilaumu sana. Na katumia subdued. Ametumia lugha ya kiana sheria. Lakini ni kweli kwamba waziri na Mtanzania yoyote anaweza kunidisprove, yani kunikanusha kwamba Yanga haisajiliwi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Hapana. Simba haisajiliwi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Hapana. Inasajiliwa na FIFA? Hapana. Haisajiliwi na FIFA. Na moja ya vitu ambavyo nimekuwa nikivilalamika kwa umri wangu na weledi wangu ni the way wanavyopatikana mawaziri. Tafsiri ya serikali siingilie mpira ikoje?
Ni tofauti na wanavyoichukulia wengi. Ndio nataka tujue hapa. Sasa labda kuna unajua Kaduguda, mimi pia huwa linanichanganya. Sio watu wote, hata mimi binafsi linanichanganya. Yaani hii kauli kwamba serikali isiingilie mpira au serikali inajiweka pembeni, itaifungia mamlaka, itafungia mpira wa Tanzania kama walivyokuta ndugu zetu wa Kenya. Si ndio? Tafsiri yake huwa ni nini? Kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA halihitaji serikali iingilie masuala ya kimichezo. Yaani hapa shida yake ni nini? Yaani sio masuala ya michezo. Tufafanulie Kaduguda. Shirikisho hapo ndio kuna unajua weledi ni kitu kikubwa sana. Tupe vitu Kaduguda, shusha vitu. Bwana, hii ndio Sports Center Jova Jire TV Tanzania. Mimi ni Peter Pasha, niko na Mwina Self Kaduguda. Kama ndio kwanza unatazama, yote haya inasimamiwa na mtumishi wa Mungu Kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha. Tunaenjoy uchambuzi, taarifa za kimichezo kutoka hapa Sports Center Jova Jire TV. Sasa hoja yangu mimi. Ndio. Hakuna klabu yoyote katika nchi hii inasajiliwa na FIFA. Yaani kusajiliwa maana yake ili iwepo, ili iweze kuishi na kufanya kazi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasajiliwa na serikali. Lazima itambulike kwenye serikali. Sasa maana yake mtoto umemzaa wewe alafu mtu anakuambia huna mamlaka naye. It's vague. Sasa kuna mahala tunakosea sisi. Kuna ambacho FIFA hawataki lakini sio kama wanavyoelewa watu wengi wasiofahamu mpira. Si kweli? Si FIFA wanataka nini na FIFA hawataki nini? Kwamba maamuzi ya mpira yafanywe na taasisi za mpira. Kwa mfano hili hataki kufanya maamuzi na serikali. Linafanywa na serikali, ina role yake. Umenielewa vizuri? Serikali ina role yake. Baba hatakiwi kwenda kukaa darasani mwanae anaposoma, hatakiwi. Lakini baba anatakiwa kuhakikisha mtoto anakwenda shule. Halafu unasema mzazi hana mchango kwenye elimu ya mtoto wake. Sio kweli. Ndio maana nasema serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio maana tumechelewa. Nilisema juzi na narudia tena, Yanga ina miaka 90 tangu imeanzishwa. Simba ina miaka 89. Hakuna hata moja imewahi kuchukua ubingwa wa Afrika. What are we doing? Lakini zinafika finali. Hatuchukui. Labda Simba Sports itachukua msimu. Labda tukichukua tarehe 25 kiu yako itakuwa imekatika kabisa. Na marehemu Sarungi amesema kabisa, ametangaza hadharani nitakufa nimesononeka. Profesa Sarungi uliwahi kumsikia? Nimewahi kumsikia, sijawahi kumuona. Hujawahi kumuona? Nitakufa nimesononeka kama nitakufa Simba haijachukua ubingwa wa Afrika. Na amekufa bila Simba kuchukua ubingwa wa Afrika. Amekufa amesononeka. Ni nadhiri aliweka. Lakini amekufa Simba haijachukua ubingwa wa Afrika. Na mimi nasema Simba kuto kuchukua ubingwa wa Afrika, sisi viongozi tuliongoza Simba ndio mko na wanachama na mashabiki ndio tunatakiwa twende motoni. Sasa narudi, Simba ni klabu ambayo itakuwa imechukua ubingwa wa Afrika muda mrefu. Tuje kwenye hoja hii kwanza hapa Kaduguda. Serikali haitaki, FIFA haitaki nini na FIFA inataka nini? Tufafanulie. Sio mahala pake hapa. No, Kaduguda, ngoja nikwambie kitu. Nimekuja kuambia hivi. Hii ni Sports Center. Ngoja nikwambie. Tunatakiwa tuwape watu vitu ambavyo pengine labda walikuwa wanasheki kidogo, hawaelewi kidogo, tuwape elimu. Ndio maana ya Sports Center. Sasa kitu kimoja, sasa niwaelimishe wa Tanzania. Tupe elimu. Hata mimi napata elimu. FIFA haikatazi serikali kuendesha michezo katika nchi yake. Na serikali ambayo haiwezi kuendesha michezo, basi ni serikali iliyokufa. Lakini katika michezo hiyo kuna mchezo mmoja unaitwa mpira wa miguu. Ambao ni mchezo unapendwa kuliko wowote, mimi nasema duniani. Na ni mchezo unapendwa kuliko mchezo wa aina yoyote Tanzania. Sasa FIFA inachokataa ni serikali kufanya maamuzi ambayo yangefanywa au badala ya vyombo vinavyosimamia mpira wa miguu. Ndio inachokataa. Yaani kwa mfano serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio iseme mechi ya dabi ya tarehe 15 Yanga pewe alama 3. Haiwezekani. Haiwezekani, si ndio? Maana hapo sasa serikali imefanya maamuzi. Nitakupa mfano mzuri. Ndio. Kaka yangu mimi Profesa
Juma Othman Kapuya aliingia kwenye mgogoro na mwenyekiti wa TFF wakati ule Muhyiddin Ahmed Ndolanga wa marehemu Koliko. Umenielewa? Kwa hiyo serikali ikafanya maamuzi ya kumuondoa Ndolanga. FIFA haiwezi kukubali. Haikubaliki. Maamuzi ya kumuondoa Ndolanga yanatakiwa yafanywe na mkutano mkuu wa mpira wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tulikwenda Dodoma. Tukamuondoa Ndolanga na Michael Richard Wambura. Mimi nikapewa madaraka. FIFA haikuwa na shida. Sijui kama umenielewa. Nakuelewa hapo. Kwa hiyo FIFA tafsiri ni tofauti na watu wanavyotafsiri. Sijui kama umenielewa. Nakuelewa. Sikumbuke kidogo mwaka mpaka niingie kwenye makabrasha, lakini waliokuwepo wenye umri kama kwangu na hata wewe ulikuwepo wakati waziri anaingia kwenye mgogoro na FIFA. Yaani waziri akiingia mgogoro na FIFA, maana serikali imeingia mgogoro na FIFA. Kwa sababu serikali, waziri wa nini? Wa michezo. Wa michezo, mwenye dhamana ya michezo. Maana serikali, ndio maana nakwambia hivi, ndoa ni taasisi kubwa kuliko serikali. Huko tutoke huko. Tutoke huko. Turudi hapa kwenye michezo. Kwa maana yake ule mgogoro ulimpelekea Muhyiddin kuondoka. Alikuja Mifsud. Alikuja Mifsud. Mjumbe wa FIFA. Akaja Mifsud, tukakutana naye kuna hoteli moja nazisahau ni muda mrefu. Iko ukingoni. Achana nayo. Coco Beach. Achana nayo. Tukakaa pale. Tupe vitu. Likatengenezwa hilo jambo. Ikaondolewa ile kamati ya muda. Mimi nikaondolewa. Umenielewa? Akarudishwa Ndolanga. Akarudishwa Muhyiddin. Na mimi sikuwa na objection kwa sababu nimwelewa. Na sio mimi niliondolewa kwa maana yake. Si muda wako ulipoisha. Hapana, tulipewa muda tuandae uchaguzi. Na wewe ukutaka kung'ang'ania madaraka. Ya nini? Na mimi ni mweledi. Naelewa. Tuko pale, lakini kitu kilichofanyika ni kwamba yeye kaondolewa na mkutano mkuu wa mpira wa nchi, sio serikali. Isipokuwa shida ya Tanzania sasa. Na sio shida ya Watanzania, Afrika. Haya unayoona matatizo haya ni all over Africa. Na ndio maana Afrika mambo mengi ni yani unajua sisi tunacheza mpira kuliko sisi nisema wazungu, sipendi kutumia hilo neno, kuliko Ulaya na Marekani. Afrika tunajua mpira vizuri sana kuliko wale watu. Na yako mambo yanaweza kuprove hilo. Umenielewa? Mwaka 1990 mimi naamini, imani yangu mimi, hakuna nchi yoyote ingefunga Cameroon. Hakuna yoyote duniani, sio Afrika. Cameroon ya Antoine Bell. Tutoke huko Kaduguda. Bado tupo kwenye sakata la dabi. Tutoke kwenye dabi ya Kariakoo. Tuje kwenye dabi kwanza ya Kariakoo. Ndondo Kabasela. Ngoja kwanza niwataje wao watu bana, nipate wale Dala mwenye anakwenda Ndondo Kabasela. Emmanuel Kunde. Wingi Ekeke. Wingi Onan Biik. Atulia, huyo ni profesa. Usimtaje kwanza, mtaje Mungu. Msalie Yesu alafu ndio mtaje Makanaki. Ndio. Wingi Ekeke, Wingi Kana Biik. Kaka yake Omar Biik anakula 10. 9 anakula Ayaya. 8 anakwenda mwenye profesa Cyril Makanaki. Ikibaki dakika 10 au 15 anaingia mzee mwenye Roger Miller. Roger Miller. Roger? Makanaki. Wewe. Kaduguda, turudi kwenye dabi.